Ni matarajio yangu kwamba katika mafunzo haya tutapata manufaa kwa pande zote mbili. Kwa upande wa wafanyabiashara ambao ni wateja wetu na walipa kodi, mtakwenda kujifunza wanavyofanya kazi na kukiri jinsi ambavyo taasisi yenu hii, maana TRA ni taasisi yenu, imejitahidi kuwaletea mfumo mzuri unaokwenda kufanya mageuzi makubwa katika usimamizi wa kodi kwa ujumla wake. Lakini kwa upande wetu Mamlaka ya Mapato Tanzania, tutaitumia nafasi hii kupata maoni na mrejesho kutoka kwenu pale ambapo tunahitaji kuboresha zaidi mfumo huu au hata kuboresha usimamizi wetu wa kodi kwa ujumla, ili tutengeneze mazingira ambayo ni wezeshi na rafiki kwa kila mfanyabiashara kuweza kutimiza wajibu wake pasipo shida yoyote. Ndugu zangu washiriki wa mafunzo haya, mfumo huu jumuishi ni mfumo mkubwa na mpana sana. Unakwenda kuziweka moduli zote au mifumo mingine ambayo tulikuwa tukiitumia kwenye kodi za ndani pamoja, ili sasa unapoingia pale uweze kupata huduma zote kwa wakati huo unaotufaa. Mfumo huu tunatarajia ulete manufaa makubwa sana. Kwanza, kuleta ufanisi katika usajili, uwasilishaji wa litani na malipo. Lakini maombi yako sasa ya kutaka kurejeshewa kodi zako ulizolipa zaidi ya kile ulichostahili unakwenda kuyafanya online. Huhitaji kuja ofisini kwetu kuliko wakati wowote ndani ya muda wa kisheria, kwa sababu mfumo umejengwa kwa kuzingatia sheria za kodi. Unaweza ukawasilisha maombi yako. Lakini vile vile wakati mwingine katika kutimiza wajibu wenu mnajikuta mmeteleza, mnalipa mmechelewa, na kwa hiyo sheria zinatoza riba kwa kuchelewa kulipa, na wakati huo huo unaweza ukajikuta pia umechelewa kuwasilisha ritani na sheria inatoza adhabu kwa kuto kuwasilisha ritani kwa wakati. Adhabu hizi hazitafutwa kwa sababu tumesema mfumo umejengwa kwa kuzingatia sheria. Lakini unayo nafasi sasa kutumia haki yako ya kuomba kusamehewa, kuwasilisha maombi yako kwenye mtandao, na unaweza ukatraki kujua limefikia hatua gani katika utekelezaji wake. Tuna sekta mbalimbali za kiuchumi kutoka kanda yetu, zikiwemo sekta za utalii, mahoteli, viwanda na uzalishaji, kilimo, wauzaji na wasambazaji wa bidhaa mbalimbali, pamoja na watoa huduma, yaani wafanya biashara au tax consultant. Kwa nafasi hii kuhakikishia kwa dhati kabisa kwamba kanda yetu ya kaskazini tumejipanga kimikakati na kisekta kuhakikisha kila mlipa kodi na mtumiaji yeyote wa mfumo huu anafikiwa, awe mjini, wilayani, mashambani, ili afundishwe, na sio kufundishwa tu, bali kusaidiwa kuelewa na kuingia kwenye mfumo ili aweze kuutumia kwa usahihi. Mambo ni makamu mwenyekiti wa TATO, na leo tuko hapa kwa ajili ya mafunzo ya IDRAS, mfumo mpya wa kodi ya ndani. Kwa sisi sekta ya utalii kama mnavyofahamu ni sekta kubwa na pana hapa nchini, na TATO ni kati ya watu waliokuwa wanapigania sana kupata mifumo ya kidijitali kwa ajili ya makusanyo ya maduhuli ya serikali, lakini na mambo ya kikodi, na leo imethibitishwa na mashirikiano mazuri na jinsi gani TRA inaendelea kuwa karibu na wafanyabiashara wake na wadau wake. Lakini kikubwa zaidi, tunategemea nini katika mfumo huu? Mfumo huu sisi tunategemea kukidhi lile lengo letu na haja yetu ya kupunguza namna jinsi watu wanavyokutana kwa ajili ya mambo haya. Kwa hiyo vitu vyote vitakuwa vinafanyika online, na hili litatusaidia sana kuongeza efficiency
Ina maana tutafanya kazi kwa wakati, tutafanya submission zetu kwa wakati, lakini pia itatupunguzia zile tabia chafu za baadhi ya wafanyakazi wa mamlaka ya mapato, lakini pia kwa baadhi ya wafanyabiashara. Hata sisi wafanyabiashara wako ambao si waadilifu, lakini huu mfumo utasaidia kwa kiasi kikubwa sana kuondoa hiyo changamoto. Kwa hiyo tunawapongeza sana TRA, na sisi tuko tayari na tumeandaa mafunzo kwa ajili ya wanachama wetu kesho pale Ilanmelia, na tunahimiza makampuni yote na wafanyabiashara kuhudhuria katika mafunzo haya, maana yana tija kubwa sana katika utendaji wetu wa kila siku wa kazi zetu.